Kwingineko, maafisa wa polisi katika eneo la Mbale, kaunti ya Vihiga, wameanzisha uchunguzi wa maiti mbili zilizopatikana kwenye shimo la maji chafu mita chache tu kutoka kituo cha polisi cha Mbale. Miili hiyo ya mwanamume na mwanamke imetambuliwa, huku familia moja ikidai kuwa mmoja wao ni jamaa yao aliyetoweka wiki 3 zilizopita. Franklin Wala ana taarifa hii kwa kina. Tukio la miili miwili iliyotambulika katika shimo la maji taka eneo la Mbale mjini kaunti ya Vihiga limewaacha wenyeji na wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wao. Miili hiyo ya mwanamke na mwanamume ilitambulika kwenye shimo hilo Jumanne asubuhi, familia moja ikijitokeza kutambua mwili mmoja kuwa wa jamaa wao aliyetoweka wiki kadhaa zilizopita. Familia ya Humphrey Baranga ina maswali ya kilichojiri baada ya jamaa yao kupotea tarehe 24 Disemba. Ndio wametoa, sijaangalia yeye, lakini wamesema wametoa, ndio wamepeleka huko kwa mochari. Sasa mimi naomba serikali wanisaidie, ni uchungu mimi kupoteza huyo kijana wangu. Tumekuwa tukimtafuta mpaka siku ya leo ndio tumegundua kwamba amepatikana, alitupwa kwa shimo la takataka. Mwili wa pili ulikuwa wa mwanamke na ulikuwa umeoza sana, wenyeji wakidai huenda ulitupwa kwenye shimo hilo la maji taka zamani. Wananchi pamoja tukashirikiana, tukaweza kutoa hiyo mwili katika hiyo septic tank. Ni mwili ya mwanaume mwenye kadri ya miaka 43. Maswali sasa ikiibuka kuhusu ni vipi miili inatupwa hatua chache kutoka kituo cha polisi cha Mbale. Kwa hivyo tunaomba tu security operators kindly assist us so that we can fish out these people who are trying to do these heinous things. Security yetu baba, tumeanza kushangaa inatupeleka aje, sababu mtu kama huyu kama anaweza patikana mahali kama hapa, na hapa ni katikati ya tauni yetu. Miili hiyo imepelekwa katika hifadhi ya maiti ya Vihiga huku uchunguzi ukiendelea. Franklin Wala, Runinga ya Citizen.